Kwenye medali za kimichezo bwana, tuangazie upande wa Patrice Motsepe ambaye ni rais wa CAF, anayeonekana kushinikizwa na baadhi ya rushwa kwa baadhi ya timu. Kwanza ni kufahamishe issue ambayo iliweza kujitokeza kwenye mechi ya Al Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Yani yule referee wakati ambaye nafikiri kwa wale wenye kumbukumbu zaidi alichezeshaga mechi ya Mamelodi pamoja pia na klabu ya Yanga kwenye hatua ya robo finali, ambaye ni referee anaitwa Dahan Beida. Of course ni refa ambaye mara nyingi amekuwa akimtumia kwenye mechi kubwa ambazo tayari zimeonekana kwamba tayari rushwa inakuwa imeshafanya kazi. Sasa kwenye klabu ya Simba mpaka sasa hivi ni kwamba kwanza wamebadilisha muamuzi, na inavyosadikika ndoto na furaha kubwa ya rais wa CAF kwenye upande wa klabu za South Africa, lengo lake ni kwamba ziweze kufuzu zote na aendelee kuona kabisa kwamba ligi ya South Africa inazidi kupanga renki kadri siku zinavyozidi kwenda. Sasa kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch ambayo ni mechi inayotazamiwa kwa ukubwa sana, na pengine kuna watu wameshaweka asilimia kwamba klabu ya Simba iko mguu nje mguu ndani, kwa sababu mpaka sasa hivi ina asilimia almost kama 70 ya kuingia kwenye hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Na kiuhalisia ni kufahamishe na tena nizidi kusisitiza mipango iliyoweza kuandaliwa mpaka sasa hivi, ikiwa ni siri ambazo tunazidi kuzisambaza, na ni moja ya taarifa ambazo tuko nazo kwa sababu ni kawaida kwa soka la Kiafrika kwamba miongoni mwa jambo linalomkumba sana rais wa CAF ni sakata la rushwa kwa waamuzi, na hiyo imekuwa ni kawaida sana. Kwa hiyo kutakuwa na changamoto kubwa sana kwenye mechi muhimu dhidi ya Stellenbosch kwa klabu ya Simba, kwa sababu tayari rushwa imeshafanyika, na amini usamini, kubali usikatae, rais wa CAF hatopendezewa na hawezi kufurahia kuona Stellenbosch anafungwa ama anatolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo katika swala ambalo tayari ni mtazamo wa rais wa CAF ni kuona Mamelodi Sundowns inachukua ubingwa, lakini pia ni kuona pia Stellenbosch inachukua ubingwa. Kwake yeye ni moja ya big achievement kwenye ligi ya South Africa, na anazidi kuona kabisa kwamba kile alichokizamilia kwenye klabu yake ya Mamelodi Sundowns inawezekana. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekuwa wakijiamini kuingia na matokeo katika siku muhimu kabisa kwa tarehe 27, ambapo nafikiri kwa Stellenbosch tayari utakuwa na kibarua kigumu cha kuweza kusawazisha goli na then kulipiza kisasi cha kuweza kumfunga, basi ni kufahamisha tayari mbinu zinaendelea kufanyika, na kama ulivyo mpira wa Kiafrika, masoka la Kiafrika, yani masuala ya rushwa hayawezi kupingika. Kwa hiyo watu waweze kukaa mkao wa kuangalia nini kitakachoweza kutokea, lakini wasiingie na matokeo uwanjani, kwa sababu tayari mipango iko mikubwa ya kuweza kuharibu na kuhakikisha kwamba Simba Sport Club anatoka ndani ya kombe la shirikisho.